Kwa mwezi kati ya tarehe 1 Mei na leo tulifika siku ya leo, tulikuwa na jumla ya kesi 17 mahakamani, ambapo katika kesi hizo kulikuwa na washtakiwa 19. Kati ya washtakiwa hao wote 19 wote walitiwa hatiani kwenye kesi za hizo, wote walitiwa hatiani na adhabu zikatoka kama ifuatavyo. Kwenye makosa ya ubakaji tulikuwa na jumla ya kesi 7 ambazo zote wamefungwa miaka 30 jela, lakini tulikuwa na kesi nyingine ya kulawiti na nyingine ya kubaka ambayo ilifanywa na baba mzazi kwa mwanae, na yenyewe amefungwa miaka na yenyewe amefungwa mmoja, mzazi kwa mwanae amefungwa miaka 30 na ubakaji mwingine naye amefungwa miaka 30. Kwa hiyo na tukafanya jumla ya kesi 7 ambazo wamefungwa kifungo cha miaka 30, lakini pia kesi 9 wamefungwa kifungo cha maisha 9, na kuna ile ambayo tukio la ubakaji halikufanikiwa kukamilika, wakatiwa hatiani na kosa la shambulio la aibu, wamefungwa miaka 20 watuhumiwa wawili. Lakini kama nilivyosema awali, tuna washtakiwa wawili ambao walifanya matukio ambayo tunasema, yani mimi naweza kuita ni matukio ya ajabu. Kwa mfano, kuna bwana mmoja anaitwa Jason Wilbrand. Huyu alimbaka mwanae na ilikuwa kama party, yani alikuwa anaishi na mwanae baada ya kuachana na mwenza. Sasa yule mtoto akamfanya sehemu ya kama mke. Baadaye wananchi wa raia wema wakatupatia taarifa, ufuatiliaji ukafanyika, tukakamata na hatimaye kakatiwa hatiani na kufungwa miaka 30. Lakini pia tulikuwa na mwingine anaitwa Hizam Omari. Huyu yeye alibaka kichaa. Sasa kakutana na mtu mwenye tatizo ya afya ya akili kabisa, wale wanaokula kwenye makopo, kwenye majalala, akambaka. Hatimaye procedure zikafanyika, taratibu zote zikakamilika, akafikishwa mahakamani, tukathibitisha kesi bila kuacha mashaka yote, naye akafungwa. Hiyo unaweza kuona ni namna gani ambavyo tumedhamiria kupunguza uhalifu wa makosa haya, hasa kwa sababu yanagusa watoto wetu wadogo. Ni mbaya sana. Na bado katika hawa waliofungwa, kwenye ufuatiliaji wetu ilibaini kwamba baadhi ilikuwa ni imani za kishirikina. Kwa mfano, huyu aliyelala na mwenye changamoto ya afya ya akili, lakini pia na huyu ambaye alimfanya mabinti yake kuwa mke. Mwanzo aliaminishwa na waganga kwamba ukifanya hivi utapata fedha. Baadaye akatoka sasa kwenye imani kule alikofanya, akanogewa, yakawa kama sehemu ya maisha yake. Na kama yule mtoto asingeokolewa na wasamaria wema, huenda hali ingekuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba haya yanashuka. Na niwaombe wana Kagera wote tuwe kitu kimoja. Mtoto wa mwenzako ni wa kwako pia.